Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha, na somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema unataka nini katika maisha yako. Wewe unataka nini katika maisha yako? Ni swali muhimu sana katika maisha. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Unataka nini katika maisha yako? Unataka nini katika maisha yako? Kiu ya mabadiliko ya ndani ndiyo inayofanya upate kile unachotaka katika maisha. Kile kitabu cha Mathayo 7:7-8 Biblia inatukumbusha, inasema hivi: ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Na katika somo letu nataka tuangalie zaidi pale kwenye kutafuta na kupata kile unachokitaka kwenye maisha. Ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo unapotengeneza kiu ya mabadiliko ya kweli ndani yako, unapata kile unachotaka. Unapokuwa na kiu ya kutaka mabadiliko katika maisha yako, inakufanya uone na usikie fursa za kufikia hayo mafanikio unayotaka. Kiu ya mabadiliko ndiyo inayotengeneza nidhamu katika kutekeleza mipango uliyojiwekea mwenyewe ya kufikia hayo mafanikio unayotaka kwenye maisha yako. Kile kitabu cha Mithali 29:18 Biblia inasema hivi: pasipo maono watu huacha kujizuia, bali ana heri mtu yule aishikaye sheria. Kwa hiyo maono ni matokeo ya mabadiliko ya ndani, kwamba ndani unabadilika. Kuna kitu unataka kitokee kwenye maisha yako. Sasa unapotaka kitokee, kinakutengenezea nidhamu, na hiyo nidhamu ndio inakusaidia sasa mipango uliojiwekea inatekelezeka kwa wakati na unafikia kile unachokitaka kwenye maisha yako. Macho yako yataona fursa ambazo mwanzoni ulikuwa usione. Masikio yako yatasikia fursa ambazo mwanzoni ulikuwa usikii kabisa. Lakini kwa sababu ndani yako kuna kiu ya mabadiliko, unaanza kusikia, unaanza kuona fursa ambazo mwanzoni ulikuwa usione, sasa utaanza kuziona. Ulizokuwa uzisikia, utazisikia sasa. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako kuna mabadiliko. Kiu ya mabadiliko ndani ya mtu huwa inatengeneza ujasiri na uthubutu wa kufikia kile unachotaka. Kiu ya mabadiliko huweka ndani yako kitu kinachoitwa tumaini. Weka ndani yako kitu kinachoitwa subira. Weka ndani yako kitu kinachoitwa amani. Kwa hiyo vitu hivi ndivyo vinavyofanya mtu apokee ahadi ya Mungu kwenye maisha yake. Kiu ya mabadiliko itakuonyesha njia ya kufikia kile unachotaka. Unaona kabisa mahali pa kukanyaga ili ufike unapotakiwa kufika. Na kila atakaye kuona atakiri kuwa Mungu yuko pamoja na wewe, kwa sababu njia ambayo Mungu atakuonyesha uipite ndiyo itakayothibitisha kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. unakuwa ni mtu wa tofauti kabisa.
kwa sababu njia za Mungu ziko juu sana, zaidi ya ufahamu wetu. Mungu atakupitisha. Kile kitabu cha Mithali 10:22 Biblia inasema hivi, baraka za Bwana utajirisha, wala azichanganye huzuni nayo. Kwa hiyo chochote ambacho kinatokana na Mungu akina majuto, utafanikiwa, na mafanikio yanakuwa baraka kwenye maisha yako. Swali muhimu kwako, wewe unataka mabadiliko gani kwenye maisha yako? Unataka mabadiliko gani katika ujana wako? Unataka mabadiliko gani katika ndoa yako? Unataka mabadiliko gani katika biashara yako? Unataka mabadiliko gani katika kazi unayofanya? Unataka mabadiliko gani katika hali ambayo unapitia sasa? Hilo ni swali. Jibu lake, tengeneza kiu ya mabadiliko ndani yako, nawe utaanza kuona kile unachotaka na namna ya kukifikia kile unachotaka. Mungu atakusaidia, utapata. Nakumbuka habari ya mwana mpotevu ambaye alikwisha haribu hatima yake, lakini alitambua siri hii ya kupata unachotaka ni kubadilika, ni kutengeneza kiu ndani yako. Akatengeneza kiu na akapata kile anachokitaka. Ukisoma ile Luka 15:17-19 Biblia inasema hivi, alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako. Nifanye pamoja na watumishi wako. Kwa hiyo mwana mpotevu alitengeneza moyoni mwake, alikuwa na kitu anakitaka, na kwa sababu kuna kitu anakitaka, akaonyeshwa njia ya kupita, na alipopita katika ile njia alipata kile anachotaka kukipata, na maisha mwana mpotevu yakarudi, akapewa heshima ambayo mwanzoni hakuwa nayo. Na wewe kwenye maisha yako hivyo hivyo, fanya maamuzi ya kutaka mabadiliko ya kweli. Ukishataka mabadiliko ya kweli, utaanza kuona vitu ambavyo mwanzoni ulikuwa uone. Utaanza kusikia vitu ambavyo mwanzoni ulikuwa usikii, ambavyo vinahusiana na kile unachotaka ukipate. Na kwa kadri unavyoendelea, utaona Mungu anakufundisha na kukuonyesha njia ya kufikia, hatua kwa hatua. Kwa hiyo kwa Mungu hakuna kitu kisichowezekana. Hauhitaji kulalamika, hauhitaji kulia. Unachohitajika wewe ni kutengeneza kiu ya mabadiliko kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.